hakuna. Kwa namna ya kutoa sadaka ni namna moja hapo ambayo Mungu anaipima katika utii. Maana ya tatu. Maana ya tatu. Maana ya tatu, kutoa sadaka ni namna, ni lugha. Kutoa sadaka ni lugha ya kuonyesha ni jinsi gani unamhitaji huyu. Kutoa sadaka ni moja ya lugha ya kuonyesha ni jinsi gani unamhitaji huyu Mungu. Ni namna ya kuonyesha ni jinsi gani unamhitaji huyu Mungu. Ni namna ya kuonyesha ni jinsi gani unamhitaji huyu Mungu. Mungu anahitaji kuona ni jinsi gani unamhitaji. Sio kusema mdomoni. Na mara nyingi sana watu tumekuwa tukimkaribia Mungu kwa ajili ya kupelekea rundo la shida zetu. Tunamhitaji pale ambapo tutakuwa na shida zetu. Lakini wakati wa ushwari, mambo tambalale, mambo mswano, tunachocha, tunakula kona, tutakuja kutafutana naye pale ambapo mambo yamefika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa namna ya kutoa sadaka ni moja ya lugha ambayo Mungu anaipima kwetu kuona ni jinsi gani tunamhitaji. Ni jinsi gani tunamhitaji. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Wangapi wanasema tuendelee kidogo? Nana mikono ni mingi kidogo Okay, wacha tusogee kidogo. Ili kusudi angalau tuweke msingi mzuri ambao tunapokuja kuanza kupepea, tupepee vizuri. Sasa tunaona hizo maana tatu za sadaka. Nimekuongezea kwenye zile nyingi ambazo ulizonazo. Sasa tumalizie kipengele kimoja pale. Tuzungumze kwa habari ya hatari iliyopo ndani ya sadaka. Kwenye sadaka tumetazamishwa sana ile sura moja ya uzuri na matokeo ya kupata kutokana na kutoa sadaka. Lakini hatujaelekezwa vizuri ya kwamba kwenye kutoa huko kuna hatari ambayo tunaweza kuipata kutokana na kutoa sadaka kwa namna isiyokuwa sahihi. Hatari. Kwa hiyo usikurupuke tu kwenda kutoa sadaka. Lazima kwanza utafakari vizuri kabla ya kutoa hiyo sadaka, kwa sababu kabla ya kutoa sadaka unaweza ukajikuta upo kwenye matatizo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana kwenye sadaka hapo kuna mahali nini kwa kweli. Kama hujawahi kunielewa utanielewa tu. Mimi sitoi kila sadaka inaoitwa sadaka. Sawa? Ninazungumza mimi lakini. Mimi sitoi kila sadaka inaoitwa sadaka. Hata kama Kennedy amesema nitoe, kama huko ndani sijaiona sitoi. Hata kama ninayo hapa sitoi. Sawa Kennedy? Haleluya. Ni mfano lakini napewa kwa sababu Kennedy na mudu. Haleluya. Binafsi sitoi kila sadaka.
Okay, ni sadaka umeniambia ya Mungu, fine, vizuri. Lakini kama sijaiona huku ndani hiyo sadaka, mimi sitoi. Uniseme ni kiburi, sawa. Useme sipendi kumtolea Mungu, sawa. Lakini kwa jinsi sadaka ninayoijua, lazima nione hapa kwanza. Ninajua sio kila kutoa ninapata kile ambacho ninatakiwa nipate kutokana na kutoa. Lakini inaenda mbali zaidi kwenye kutoa huko, mimi kunaweza kuendelea kwenye matatizo. Kwa sina haja ya kufurahisha wewe moyo wako, alafu mimi niingia kwenye matatizo. Sasa kuna hatari. Hatari ya kwanza, sadaka wapendwa, inaua. Halo, nimwambia tunakula ugali leo jamani. Kwa kama hulaki ugali, tuvumiliane tu. Hapo gari wenyewe ni ugali ule wa Kisukuma wewe. Ngumu kama fake ule. Kama Grace, ukipikia kwa shehe yule anakutimua. Wewe maji gani huko? Ukienda Sukuma ukapikia kale kama ugali kako, karojoroje kale, kama ni mwenga, unakuweka kikao. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Sadaka wapendwa inaua. Tumefundishwa na kuelekeza mara nyingi. Toa ubarikiwe. Lakini sio kila sadaka ina hivyo ambavyo unavyoambiwa. Jamani, sadaka inaua. Sadaka inaua. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa kwanza, soma yote tu. Soma tu yote. Lakini ukisogea pale kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5, unakutana na mtumishi wa Mungu Petro akizungumza juu ya familia hii ambayo nimekuelekeza ya Anania na Safira. Hawa watu walikuwa kama hivi, kama mkanisani. Kukawa na uhitaji kwa ajili ya kusaidia watu. Na kila mmoja akatoa ahadi. Mimi nitatoa hiki, mimi nitatoa hiki, mimi nitatoa hiki. Tuko pamoja? Sio kama tunasema, si ndio? Kwamba mimi nitatoa hiki, mimi nitatoa hiki, mimi nitatoa hiki. Wapendwa, mimi uwezo kaniwekea maneno ya kutoa ndani yangu. Kwa sababu ninajua naweza nikatoa halafu nikanilamba mwenyewe. Hapa baada ya ule kikao kile kilichokaa, huyu akasema mimi nitatoa 10,000, huyu nitatoa 20, huyu nitatoa 100,000, mimi nitatoa ng'ombe, mimi nitatoa mbuzi. Ishu ikaja baada ya kupata kile cha kutoa. Hawa watu walienda kuuza eneo lao la ardhi. Tuko pamoja? Na hapo nipate vizuri. Walienda kuuza eneo lao la ardhi. Kabla ya kuuza lilikuwa la kwao kihalali kabisa. Lakini baada ya kutamka kule kwenye kikao, si kwa ibada, si kwa wapi, sisi familia tutatoa kitu fulani, tutauza eneo letu. Inawezekana walisema au hawakusema hadharani, kile walijua hiyo pesa wanaileta kutoka kwenye kuuza eneo lao ardhi. Baada ya kwenda kuuza, wakaingia tamaa ya kula ganji kwenye ile pesa. Mathalan ilikuwa ni 1,000,000. Kwa sasa hivi inauza ni kama milioni 5. Tuipe tu 2. Sawa? Inawezekana una eneo lako zumba huko wapi ukapata maelekezo ya kwamba tunahitaji kitu fulani. Wewe ndani yako ukasema nataka nikauze eneo langu la zumba kwenye ile heka yangu, niuze 1,000,000 nimtolee Mungu. Unapokuwa umenuia tu, hata kama hujaitamka mdomoni, Bwana amerekodi. Unaingia kwenye deni. Na hao watu baada ya kuuza mathalan hiyo milioni 2, wakasema milioni 2 kabisa, nipeleke tu kanisani, yani yote hii. Baba fulani, vipi hapa? Hebu tupunguze kidogo. Hebu tupeleke hii milioni 1.5, hii 500,000, hebu tufanyie mambo mengine.
upeleke mtoto shule. Sawa sawa. Milioni 2 nzima ukipeleka ni sawa. Kwa hiyo wakakubaliana. Na ulipoipeleka kanisani, Petro tayari ameshaonyesha kwamba hao watu wamekula ganji. Na kilichotokea, mwanaume pale alikufa. Mwanamke yuko nyumbani bado pia anapiga makeup sijui vipi sijaelewa. Lakini mwanamke alibaki nyumbani. Baada ya mwanamke aliyekuja, akakuta mwanaume tayari ameshapelekwa kuzikwa, na yeye akafa pale na akabebwa akaenda kuzikwa. Shamba lilikuwa lake, ameuza mwenyewe na pesa amepata, lakini baada ya kutoa ahadi kanisani haikuwa yake tena. Pendwa, marufuku kutatoa kitu ambacho hauna uhakika wa kukitoa. Usimfurahishe mchungaji Frenki, usimfurahishe mchungaji Chuku, usimfurahishe wananyesisi hapa ndani. Unanielewa? Kama umetamka struggle, hakikisha unaitoa. Kama una uhakika ninya tulia, ni bora ukaitafuta, ukiipata ilete kuliko kutamka kuropoka halafu ikakuniga. Sadaka inaua. Sasa inawezekana wewe bado unaishi, lakini unaishi marehemu. Halo, inawezekana ugonjwa unaokusumbua mpaka leo ni mauti, inatokana na sadaka. Inawezekana shida ulizopitia mpaka leo ni mauti, inatokana na sadaka. Inawezekana tabu ulizopitia leo hii ni mauti unaishi nayo kutokana na sadaka. Sasa sina maana kwamba hiyo ndio nayo kwa sababu ya sadaka. Ni moja ya sababu inaweza kuwa. Sadaka inaua. Jambo la pili. Sadaka inajenga uadui kati ya mtu na Mungu. Sadaka inajenga uadui kati ya mtu na Mungu. Sadaka inajenga uadui kati ya mtu na Mungu. Kwa hiyo kama uliambiwa na kufundishwa mara zote ya kwamba toa ili kusudi umkaribie Mungu, ni sahihi na tujifunze huko mbele. Lakini pia sadaka inajenga uadui kati ya mtu na Mungu. Na hapo tunaiona kwenye kitabu cha Mwanzo pale. Kwenye kitabu cha Mwanzo, ukisoma ile sura ya 4 mstari wa 3 ukaendelea huko chini. Ukisoma ile mpaka mstari wa 6 pale. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4, soma chote, lakini mstari wa 3 mpaka wa 6 unakutana habari ya watu wawili wa familia moja, Kaini na Habili. Ugomvi wa hao ndugu unaibuka kutokana na swala la sadaka. Mmoja ametoa sadaka kwa namna iliyo nzuri, na mwingine ametoa sadaka kwa namna ya kawaida. Unajua maana ya kawaida? Unajua maana ya kawaida? Nikupe tafsiri ya kawaida. Kawaida maana yake ni hovyo. Kawaida maana yake ni hovyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kawaida maana yake ni hovyo. Sawa? Halo? Kwa hiyo usifanye mambo kikawaida. Ukifanya mambo kikawaida maana yake unafanya mambo kihovyo. Tuko pamoja? Okay. Sasa mmoja akafanya kumtolea Mungu sadaka kikawaida. Na baada ya kumtolea Mungu kawaida, na yule mwingine akamtolea Mungu katika namna ya ubora. Shida haikuwa hapo kwenye ubora na kawaida. Shida ikaja kwenye mtazamo wa jinsi ambavyo huyu aliyetoa kiubora akachukiwa na huyu aliyetoa sadaka kikawaida. Unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Sasa ngoja tu mimi niwaambie kitu kimoja ambacho mnaweza mkanielewa. Sawa? Kwa mtazamo wangu lakini kama na mtazamo wako ni sawa. Aliyesuka vizuri na kupendeza humu ndani ni Kristo. Kama na wewe umependeza, sawa. Sawa? Lakini kwa nature ya wanawake, kuna mtu anaweza akaibua sababu ya kumchukia Kristina kwa sababu tu amesuka nywele nzuri. Amina. Tuko pamoja? Amina. Halo? Amina. Yaani shangia mtu anakuchukia tu. Sababu haieleweki, haujamtendea kosa lolote, hujamwibia kitu, hujamchukulia chochote. Inaondoka tu ubongo ambao hauna kichwa wala mikono. Lakini kumbe shida wewe umependeza kuliko yeye. Sasa haya mambo yanaruka mipaka mpaka kwenye sadaka. Hapa tunaona ndugu yake wa damu anamchukia ndugu yake kwa sababu yeye amependelewa na Mungu kutokana na kutoa sadaka nzuri zaidi. Na ukienda zaidi utaona mpaka anamuua ndugu yake. Amina. Na hapo ugomvi wake na Mungu unaibuka, lakini chanzo kule ni kwenye sadaka. Ni kwenye sadaka. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mzee kama anapendeza, mpe pongezi tu. Amen. Kwani ukipa pongezi unakujiwa ni nini? Kama unataka madini ya kupendeza, muulize. Tena bahati nzuri yeye msusi anaweza kusuka kwa punguzo la bei, sio kule lakini. Kwa punguzo la bei, kwa sababu anatumia muda na vitu vingine. Sawa? Nakupa kodi sasa. Napunguza. Haleluya. Kwa jinsi unataka kupendeza. Umuone Kristina atakupunguzia bei. Okay, ni mfano ambao tunaweza kujifunza. Kwa hiyo hata kwenye kutoa sadaka yawezekana wewe itakuletea shida kwa namna tofauti na itakuletea ugomvi kati yako wewe na Mungu kutokana na kutoa sadaka. Tumalizie pointi ya mwisho. Kutokana na kutoa sadaka inaporomosha na kupisha nafasi ulionayo. Kutokana na kutoa sadaka kuna poromosha na kupisha nafasi ulionayo. Kwa hiyo nafasi ulionayo inaweza ikawa ni katika huduma. Nafasi ulionayo inaweza ikawa ni kiwango kiuchumi. Nafasi ulionayo inaweza ikawa ni kiwango cha kibali kwa watu. Nafasi ulionayo inaweza ikawa ni position fulani ambayo Mungu amekujalia na neema yake iko juu yako. Lakini kutokana na kumtolea Mungu huyo sadaka, anaweza akakushusha na kukuporomosha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Samueli wa kwanza sura ya 13. Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 8 mpaka wa 14. Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari ule wa 8 mpaka mstari wa 14. Unakutana habari ya ndugu Sauli. Sauli anafanya maamuzi ya kutolea Mungu sadaka. Lakini kwa mujibu na kanuni za Mungu hakupaswa kumtolea Mungu sadaka. Halo? Amen. Halo? Amen. Sauli anaingia matatani kwa sababu ya kumtolea Mungu sadaka. Yaani Mungu huyo ambaye yeye mtolea sadaka anaibua ugomvi kwa sababu ya kutolea sadaka. Inachanganya Inachanganya sasa kama inachanganya huo ni ugali. Pilau linakuja siku zijazo. Kwa hiyo kwa mambo haya matatu tunaona kuna hatari nyingi, tumeona tatu ambazo mtu zinaweza zikaa kwenye maisha yako, sio kwa sababu ya shetani, sio kwa sababu ya kurogwa, sio kwa sababu ya nini. Hayo yanaweza ikawa ni sehemu, lakini pia sababu nyingine inaweza ikawa ni kwa wewe kumtolea Mungu sadaka. Huo ni ugali. Sasa wewe niingie kwenye sonzo letu, kwenye sanduku letu. Jamani, mashemasi, mniruhusu.
Tunasema mchungaji amebara zetu. Haya afanye mimi nazitafuta. Niruhusu kama leo hapa. Kama leo hapa. Tunaniona. Haya, kaedit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa of course mimi ninathamini sana mtu ambaye ananyosha mkono kumtolea Mungu sadaka. Na wala simjaji kwa kiwango anachotoa. Sawa? Kwa sababu hujui hicho kiwango anachokiona kidogo yeye amekipata kwa msoto gani. Iwe ni shilingi 50, iwe ni shilingi 100, iwe 200, 500 kwa jinsi ambavyo Mungu amemjalia. Kama kweli ndio hiyo. Sawa? Lakini ugomvi wangu mimi upo kwenye kumtolea Mungu vitu vibovu. Kuna hela hapa hizi angalau kidogo. Kuna hela ambazo mwazili wetu zilikuwa zinamtia losi. Yaani haziendi kokote. Hawezi kuzirudisha kanisani wala hawezi kuzipeleka dukani. Umeelewa? Lakini huyo ni mtu mmoja, mtu mzima mwenye akili timamu, ambaye aidha yeye au amempatia mtoto kumtolea Mungu. Sawa? Yaani yeye ambaye dukani haingii. Kabisa. Na yeye anajua, inawezekana amepeleka duka kadhaa imekataliwa. Halafu hiyo ndio anaamua kumletea Mungu. Okay. Wewe sababu ya kumtolea Mungu hiyo ambayo dukani imekataliwa ni nini? Na hapa hakuna excuse. Hakuna msamaha ya kwamba labda ametoa mtoto. Hapa tulioko ndani tunaojua kutafuta hela ni watu wazima. Hata kama hujafikia miaka 18 lakini kama wewe unaweza kupata hela, unauelewa wa kujua hela nzima na hela mbaya. Okay, umempatia mtoto wewe mtu mzima. Mtoto hana shida. Yes, nilikuwa nimekutumbuliza ndio kichochoro hii. Hana shida. Hana shida, unapokeza tu simple. Na aliyetoa sadaka ni wewe. Amen. Ndio maana mimi huwa nawafundisha kwamba unapokuja kanisani hauna sadaka, kaa tulia. Amen. Relax kabisa. Kuwa na amani. Si hauna. Na Mungu anajua hauna. Sasa kwa nini mpaka umuombe jirani yako wakati na yeye amekuja na hela ya nauli tu? Jirani yako amekuja na hela yake ya sadaka na hela ya nauli. Wewe kweli hauna. Tulia. Siku ukipata utamtolea Mungu, sio sheria. Kwa hiyo kama unachukua kwamba bana labda sina change au hela nimesahau nyumbani au chochote, kwa maana ya kuchukua utaweza kumrudishie, haina shida. Lakini kama mimi sina kabisa, naomba unipatie ili nisionekane kwamba sijatoa sadaka. Hujatoa sadaka wewe. Amen. Aliyetoa sadaka ni yule aliyekupa. Amina. Mungu anaelewa. Amen. Kwa hiyo sadaka tunazowapatia watoto tunawafundisha kwamba kanisani kuna kutoa sadaka. Lakini tunazowapatia watoto tunatoa sisi. Kwa hiyo kama unapatia hela mbovu, uliotoa hela mbovu ni wewe. Kumbuka. Anania na Safira hawakutoa hela mbovu. Ila tu walitoa hela pungufu. Kipi kinatokea? Okay. Wewe ambaye unamtolea Mungu, yawezekana ni pungufu. Yawezekana. Lakini licha kwa pungufu bado ni mbovu. Okay. Wewe sasa Mungu akufanye nini? Wale walikufa kwa sababu walitoa hela iliyopungua. Wewe yawezekana imepungua halafu Mungu aitumiki. Mungu akufanye nini? Halafu unategemea wewe, mimi nimeenda kanisani leo, nimeenda kuabudu, nimetoa na sadaka. Come on. Hapo sio Mungu nimemjua mimi. Kabisa. Na ndio wale kwamba tunatembea na neema ya ajabu. Ile chukua hai tu. Kuna watu watakao wameshakufa siku nyingi sana. Amina. Sana. Inawezekana kwa subiria tusome hili. Kabisa.
kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Kwa dakika moja mshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili, na mwambie Roho Mtakatifu akufundishe namna iliyo sahihi jinsi ya kutolea, ili tunapozidi kutembea huko mbele tutakuwa tunatembea katika maneno lakini na matendo pia. Basi kwa dakika moja kila mmoja mahali ulipo sema na Bwana ukimshukuru kwa ajili ya somo hili, na ukimwambia Roho Mtakatifu akusaidie katika namna ya kuyaishi haya ambayo tunajifunza. Baba, katika jina la Yesu